Naam, hujambo mpenzi mtazamaji na karibu kwenye habari zetu za runinga ya ECN. Jina langu ni Betila Nyanchamba. Nami Oma Zakayo. Na tukianza katika kaunti ya Pokot Magharibi ni kuwa zaidi ya wasichana 120 katika kaunti ya Pokot Magharibi wanasimulia kuhusu ustamihilifu, ujasiri na kujitolea kwa hali na mali wanapotafuta elimu huku wakiandamwa na tamaduni potovu. Licha ya kupata hifadhi katika shule ya upili ya wasichana ya AGC Tibet, ndoto ya kufaulu maishani bado ni changamoto. Naam, na katika kaunti ya Kakamega ni kuwa seneta wa kaunti ya Kakamega Daktari Bon Halwale amewasilisha shtaka la kuharibiwa sifa katika mahakama kuu dhidi ya mwanabiashara Cleophas Shimanyula. Halwale anataka kufidiwa jumla ya shilingi bilioni 1.5 akidai kudhalilishwa pamoja na wake zake watatu na wanawe 17. Taarifa kwa kina ni katika mizani ya haki. Na kwingineko ni kuwa ushirikiano wa karibu ya sekta ya kibinafsi na serikali katika kuepusha tatizo la ufadhili linalokabili wadau wa kuongezeaji dhamana ya mazao ya kilimo pamoja na kuongezwa kwa huduma za nyanjani ni muhimu katika kuongeza uzalishaji wa chakula. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa habari za biashara. Na katika kaunti ya Migori ni kuwa wasichana ambao wameathiriwa na dhuluma za kijinsia katika kaunti ya Migori watanufaika na makazi salama yanayoanzishwa katika kaunti ndogo ya Mabera. Makazi hayo ambayo yana vifaa vya kutosha yameanzishwa katika viunga vya kituo cha polisi cha Mabera na yatahudumia wale wanaofuata msaada huu. Naam, mtazamaji, hapo ndipo tutakomea habari zetu kwa sasa. Jina langu ni Betila Nyanchamba. Nami Oma Zakayo. Jioni njema.